Karibu. Marekani imesema leo itakuwa siku yake kali zaidi ya mashambulizi ndani ya taifa la Iran. Kauli hiyo kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth inafuatia tishio la Rais Donald Trump la kuleta kifo, moto na ghadhabu kwa Iran ikiwa itaendelea kuzuia usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo. Iran inatishia kushambulia meli yoyote ya mafuta inayopita kwenye mlango wa bahari ya Hormuz, jambo lililosababisha bei ya mafuta kupanda hadi kiwango cha juu, japo baadaye bei ilishuka baada ya Rais Trump kutoa kauli ya kutuliza hofu ya masoko. Leo hii pande zote katika mzozo huu ziliendelea kushambuliana kama anavyoarifu Samia Wami katika taarifa ya Lauren Moss. Asubuhi ilipambazuka mapema nchini Iran, huku vita vikiingia siku yake ya 10 kwa sauti ya milipuko zaidi. Roketi zilitanda angani mjini Tehran, huku mashambulizi ya Marekani na Israel yakiendelea. Hali ni sawa pia huko Jerusalem, sauti ya ving'ora ikiwa ya kawaida kabisa katika miji mingi ya Israel. Akihutubia wanahabari kutoka Pentagon hii leo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka. Hatutasalimu amri hadi adui ashindwe kabisa na kwa uthabiti, lakini japo tunafanya hivyo kwa ratiba yetu na kwa kupenda kwetu. Kwa mfano, leo itakuwa tena siku yetu kali zaidi ya mashambulizi ndani ya Iran. Wapiganaji wengi zaidi, washambuliaji wengi zaidi na mashambulizi mengi zaidi. Na sasa tuna taarifa bora zaidi za ujasusi kuliko hapo awali. Jana, Rais Trump alisema ni kama vita vimekamilika, ingawa anakubali bado kuna mengi ya kufanywa. Waandishi wa habari wengi kote ulimwenguni wakimuuliza swali, vita hii itaisha lini? Mwandishi huyu anauliza, je, unafikiri itakamilika wiki hii? Anajibiwa, hapana, nadhani hivi karibuni. Trump baadaye alitishia kuipiga Iran mara 20 zaidi ikiwa wangefanya lolote kuzuia mtiririko wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, mlango muhimu kabisa ambapo angalau 20% ya mafuta duniani kote hupitia kwa kawaida. Siku 2 baada ya kutajwa kwa Mujtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa Iran, jeshi la mapinduzi la Iran lilikaidi na kusema kwamba ni wao ndio wataoamua mwisho wa vita hiyo. Matamshi ya Rais Trump yanaonekana kutuliza kupanda kwa bei ya mafuta kidogo, ingawa bado iko juu kuliko mwanzoni mwa vita. Na kadiri idadi ya nchi zinazoingia kwenye mzozo huu zinavyoongezeka, ndivyo idadi ya wahanga inavyoongezeka pia. Jeneza lililokuwa limembeba mwanajeshi wa 7 wa Marekani kuuawa limewasili Marekani usiku kucha. Baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Bahrain kupigwa jana, mamlaka inasema jengo la makazi lilipigwa na Iran na kumuua mwanamke mmoja. Hii leo jeshi la Israel lilithibitisha kuwa limeanza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran, pamoja na mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Yoland Nel anaripoti kutoka Jerusalem. Jeshi la Israel limesema kwamba limekuwa likifanya mashambulizi mengi nchini Lebanon, na mapema hii leo liliwaambia watu kuondoka katika majengo huko Tyre na Sidon. Pia liliendelea kusisitiza watu kuondoka kote kusini mwa Lebanon, na tunajua kwamba kumekuwa na mashambulizi pia dhidi ya taasisi ya kifedha inayohusishwa na Hezbollah yenye mali kote nchini humo. Kuna uwepo wa majeshi ya ardhini kusini mwa Lebanon. Kuna ripoti kwamba Israel inashauriana na maafisa wa Marekani kuhusu mipango yao ya kupanua operesheni hiyo ya ardhini, ambayo jeshi la Israel linasema kwamba ni mbinu ya kuwalinda raia wanaoishi kaskazini mwa Israel. Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zote zimeripoti mashambulizi mapya ya makombora ya Iran katika maeneo yao. Shambulio la ndege zisizo na rubani lilisababisha moto katika kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta huko Abu Dhabi, huku ripoti zikisema kituo hicho sasa kimefungwa. Liz Duset na maelezo zaidi. Mkakati mkuu wa Iran, mbinu kuu katika vita hivi visivyo na nguvu sawa dhidi ya jeshi lenye nguvu zaidi duniani linaloungwa mkono na Israel, ni kuongeza gharama.
na inafanya hivi siku baada ya siku. Tumekuwa tukifuatilia, lakini sasa vita hivi vimeingia siku yake 11 kwa kuifanya iwe vigumu kwa meli za mafuta kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kushambulia majirani zake, hata kama inasema ni shambulio la kujilinda na inashambulia tu wale wanaoruhusu mashambulizi ya Marekani kufanyika dhidi yake. Athari inaonekana kwa nchi zote ulimwenguni. Lengo halisi la Iran katika vita hivi ni kuonyesha athari ya kushambulia Iran tena, kwa sababu wasiwasi wao ni kwamba baada ya vita hivi Marekani itarudi nyuma, itajipanga upya, itaangalia malengo mapya na kisha itaanza tena kushambulia. Bei ya mafuta duniani imeshuka kutoka viwango vya juu vilivyoshuhudiwa jana Jumatatu na sasa yanauzwa karibu dola 80 kwa pipa moja. Hapo jana bei ya mafuta ilifika karibu dola 120 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2022. Wachambuzi wanasema hofu kubwa ni uwezekano wa kuvurugika kwa muda mrefu kwa usambazaji wa mafuta duniani, hasa kutokana na kusimama kwa shughuli katika mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la wanamaji la Marekani linaweza kusindikiza meli za kubeba mafuta ikiwa itahitajika kufanya hivyo. Pia alitishia kwamba Marekani itajibu mara 20 zaidi iwapo Iran itachukua hatua zozote za kuzuia usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo muhimu. Wafanya biashara wanaonya kuwa wanatarajia masoko kuendelea kuwa na mabadiliko makubwa wakati wa vita hivyo vikiendelea. Taarifa ya Faisal Islam inawasilishwa na Roncliffe Hodit. Uharibifu katika vituo vya nishati nchini Iran na kote katika eneo la Ghuba tayari umeyayumbisha masoko na unaendelea kuyavuruga katika saa na siku zijazo. Sehemu moja kati ya 5 ya biashara ya mafuta ghafi na gesi asilia inayosafirishwa hupita kwenye mlango bahari huu mwembamba kati ya Iran na Oman. Umefungwa kwa takriban wiki moja sasa na kuzuia mafuta ya ndege na mbolea pamoja na mafuta na gesi. Swali ni je, hali hii itaendelea kwa siku zilizobaki katika mwezi huu au hata zaidi? Pamoja na hayo, vituo vya nishati vya Iran vilishambuliwa vikali mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kukiwa na mazungumzo mengi kuhusu kituo chake kikuu cha mauzo ya nje, kisiwa cha Karg. Katika siku za hivi karibuni, Iran imeshambulia vituo vya nishati katika nchi nyingi za Ghuba, zikiwemo Saudi Arabia, Falme za Kiarabu UAE pamoja na Qatar, na hiyo itakuwa na athari za muda mrefu. Wazalishaji wakuu wa mafuta katika eneo hili wameanza kupunguza uzalishaji. Iraq, Kuwait, Falme za Kiarabu. Tunafahamu kuwa Qatar imepunguza uzalishaji wa gesi asilia iliyosindikwa LNG. Haya yote yataongeza bei katika wiki hadi miezi michache ijayo. Bei ya petroli na diesel inapanda kwa kiasi kikubwa, na hali hiyo inahisiwa katika vituo vya mafuta kote ulimwenguni, ikiwemo Marekani. Kila mtu ana majukumu ya kutekeleza na mahitaji mengine. Sasa bei ya mafuta inapanda tena kwa kasi sana. Itabidi sote tununue magari ya umeme au kitu kama hicho, lakini kwa sasa sijui ni nini kinaendelea. Kuzuiwa kwa mafuta ni jambo moja, lakini huku nchi za Ghuba kama Falme za Kiarabu zikikabiliana mara kwa mara na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran, kulengwa kwa miundombinu muhimu ya nishati katika karibu kila nchi ya Ghuba kunaingiza hali hii katika mazingira tete hata zaidi. Mkurugenzi wa kampuni kubwa ya usafiri wa baharini Maersk amezungumza na BBC kuhusu athari zilizotokea kwa huduma zao kutokana na vita katika Mashariki ya Kati, akionya hali itazidi kuwa mbaya ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa kwa haraka. Maersk ni kampuni ya pili duniani kwa ukubwa katika usafiri wa baharini na kwa sasa imesitisha biashara zozote za kuelekea na kutoka nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Iraq na Jordan. Meli pia zimeelekezwa mbali na mfereji wa Suez na badala yake zinazunguka hadi Cape Town, Afrika Kusini. Baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, jambo la kwanza tulilolifanya ni kuangalia ni nini kitafanyika kwa mizigo yote iliyo safarini. Tutawezaje kushughulikia mizigo ambayo inaonekana itaanza kurundikana kabla ya kuweza kuingia eneo la Ghuba? Meli zinaendelea kusafiri na zinapofika kwenye bandari karibu na mlango huo, zinapaswa kushusha mizigo yao mahali fulani ili ziweze kuendelea na safari, kwa sababu haziwezi kusimama na kusubiri. Kila wiki tunahudumia takriban makontena 40,000 yanayoingia na kutoka katika eneo la Ghuba, na hivyo mizigo hii itaanza kurundikana haraka.